Mzio au allergy kama tulivyozoea ni ugonjwa au ni condition ambayo mfumo wa kinga ya mwili inapambana na vitu ambavyo havina madhara kwenye mwili wako. Kikawaida mtu ambaye anapata maambukizi kwa mara ya kwanza, mwili hutengeneza kinga ya mwili au askari ambao ukipata maambukizi hayo kwa mara ya pili yanashambuliana na hivyo vijidudu. Kwa hiyo kwenye mzio inapotokea ni kwamba askari wanatengenezwa kwenye vitu ambavyo havina shida. Kwa hiyo ukiwa exposed na hivyo vichocheo, mwili unapigana na hivyo vichocheo kama vitu ambavyo vina athari kwenye mwili lakini havina athari. Kwenye allergy ni vichocheo mbalimbali ambavyo viko nje ya mwili. Hapo naongelea labda vumbi, wengine ni pollen ambazo zinatokana na mimea, wengine labda ni dawa aina fulani inamkataa. Kwa hivyo ni vichocheo mbalimbali. Lakini kinga ya mwili inatengenezwa kwenye mwili ndani. Kwa magonjwa yote mtu anakuwa na kinga ya mwili, askari. Unakuwa exposed na kitu, labda leo umepata malaria, mwili unatengeneza kinga. Ukipata malaria tena, hizo kinga ambazo zimetengenezwa kama askari wanapigana na hivyo vijidudu vya malaria. Kwa hiyo kwenye allergy inatokea mwili unatengeneza, unapokuwa exposed kwa mara kwanza, mwili unatengeneza askari hao, ambapo ukiwa exposed tena mara pili, mwili hizo kinga ambazo zimetengenezwa kwenye mwili zinaanza kupambana na hivyo vichocheo vya nje. Kwa jinsi ambavyo unazungumza hapa, maana yake ni kwamba allergy haina madhara? Ina madhara. Wa reaction ambayo inatokea upande wa kipindi mwili unapambana na hivyo vijidudu ndio madhara yanaonekana. Naomba unisaidie kitu. Hii mtu anapokuwa na allergy, yes, ni anazaliwa nayo au ni inakuja tu kutokea mbele ya safari? Nikiwa na maana kwamba mimi ninaweza nikawa natumia vitu vya baridi, yes, na isinilete shida. Ninaweza nikawa natumia mafuta aina fulani, isinilete shida. Lakini mwingine akatumia kwake ikawa tofauti kabisa. Yes. Kwa nini? Sababu zipo nyingi. Exactly sababu ambayo inasababisha allergy haijulikana, lakini kuna research ambazo zimefanyika ambazo moja ya sababu ni kwamba ya kwanza ni genetic. Na maanisha kwamba mtu amezaliwa na wazazi ambao wana mzio fulani, wana allergy aina fulani. Kwa hiyo watoto ambao wanazaliwa na wazazi wa hivyo wako kwenye risk ya kupata mzio, kupata allergy. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wa research ambayo imefanyika inaonyesha ni mazingira. Yaani mtu akiwa exposed kwenye mazingira vichocheo vya kwa muda fulani anaweza kusababisha mwili unakuwa sensitive na hivyo vitu. Mfano mtu anakaa kwenye moshi sana, au watu wanaofanya viwandani, mtu ambaye anakaa kwenye mazingira ambayo labda yana mimea sana, hizo pollens zinaweza kusababisha allergy. Yaani ni mwili una overreact kwa vitu ambavyo havitakiwi. Sababu nyingine, kipindi cha mtu akiwa mtoto, mtoto kimbana sana au akikulia kwenye mazingira ambao hapati maambukizi mara kwa mara, yani hapati vijidudu au exposed kwenye vijidudu, au mazingira ni safi sana, inasababisha kinga ya mwili inakosa uwezo wa kukua inapotakiwa. Kwa hiyo kinga ya mwili inaacha kuwa strong, ambapo sasa baada ya kukua mwili unashindwa kutofautisha hivi vitu vina madhara havina madhara, unakuwa una react. Kwa hiyo huyo mtoto yuko kwenye hatari pia kupata allergy. Mtu anapopatwa na allergy, inaweza ikawa ni endelevu kwa maisha yake yote, ama ni swala tu la muda baada ya hapo kinaisha? Kwa sababu kuna watu ambao ninaweza nikasema ni kwa msimu, sijui nitakuwa nimetumia lugha nzuri, nikiwa na maana kwamba kipindi cha joto anakuwa anatutosika sana. Lakini ikiwa hali ya hewa iko normal, baridi kidogo, yeye ndio yuko vizuri. Yes, allergy ni endelevu. Yaani once ukishapata allergy inamaanisha kwamba kipindi unakuwa exposed na hivyo vichocheo ambavyo nimevitaja, lazima hiyo reaction ya mwili itokee. Kwa hiyo kuna, kama ulivyosema, kuna allergy labda ya joto, kuna allergy ya vumbi, kuna allergy labda ya mafuta fulani, kuna allergy ya dawa fulani. Kwa hiyo dawa ya kwamba ili usipate hiyo reaction ni kuepuka hivyo vichocheo. Ndio maana umesema hiyo allergy ya msimu, kwamba kipindi cha msimu ikiwa ni joto atapata kweli. Inamaanisha kwamba yuko kipindi cha joto anakuwa exposed na joto, ndio maana anapata reaction. Kwa hiyo ni hivyo akiwa exposed na labda vumbi atapata. Kwa kipindi ambacho sio cha vumbi hatapata. Ndio maana mnaona kama msimu ni kwamba tu akiwa exposed na hivyo vichocheo lazima atapata reaction. Mimi najuaje kama nina allergy?
utajua una allergy, wewe mwenyewe utaanza kuona kwamba okay, labda ni kila chakula fulani, labda ni kila samaki napata vipele. Yaani kuna vitu ambavyo vinatokea baada ya kuwa contact na vitu fulani. Hiyo ndio allergy. Kwa utajua hapo sasa utaona mwenyewe, utaona kama labda okay, mbona nikitumia labda dawa fulani ndo naanza hivi vipele vinatokea, au kuna dalili sasa tofauti za mwili. Kwa hiyo utaona labda ukila kitu fulani labda unaharisha sana, unatapika sana, ukipata vumbi kwa utapata mafua sana hivyo. Lakini ukiacha ukitumia hicho kitu, unaona hali inakuwa kawaida. Kwamba naweza nikajua mwenyewe nyumbani pasi na kufanya vipimo. Yes, ukiwa unajikagua vizuri, sasa ni ile mtu kama unajielewa vizuri, unajikagua vizuri mabadiliko ya mwili, lazima utajua tu. Mimi kwa haraka ukiniuliza kwamba ili nigundue kwamba nina allergy na kitu hichi, nitakwambia ni ile reaction labda ya kwenye ngozi, kwamba maybe nimetumia mafuta ikaniharibu, labda ni ya kupaka ama ya kutumia kwenye chakula, au labda nimevuta pumzi fulani ikaniletea shida. Hii allergy nikiwa na maana kwamba pengine labda kuna aina tofauti ya allergy, nikiwa na maana kwamba kwenye mfano uliotolea labda kwenye kuharisha, kutapika, kuna allergy ambayo inaweza kutokea ndani pasipo kuleta matokeo kwenye ngozi ya nje. Yeah, ndio. Kuna allergy aina tofauti na dalili tofauti kulingana na vichocheo vyenyewe. Karibu. Kwa hiyo kuna allergy ya hali ya hewa. Hapo namaanisha sasa hata dalili zake zitakuwa kwenye mfumo wa hali ya hewa. Kuna mzio labda kwa ajili ya chakula, kwa hiyo dalili zitakuwa huko kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo mfano allergy ambayo ni wa hali ya hewa, kwa hiyo hapo unaongelea sasa hiyo vumbi ambayo sasa vumbi si utaivuta itaingia kwenye pua. Kwa hiyo hata dalili zake zitakuwa kwenye huo mfumo wa hali ya hewa. Kwa hiyo dalili zinatokana na aina, inalingana na aina ya vichocheo. Yes. Kwa mfumo wa hali ya hewa, sasa hapo unaongelea vumbi, hivi pollens ambazo zinatokana na mimea. Kwa hiyo dalili zake zitakuwa utapata mafua ambayo yanakuwa hayakati, kikohozi, mafua yanakuwa kama pua zinakuwa kama zinabana. Yes, hizo ni dalili. Mzio wa ngozi, hapo sasa inamaanisha kwamba ukiwa in contact labda na mafuta aina fulani au wengine ni joto. Yes, huo ndo ngozi. Kwa hiyo dalili itakuwa ni tofauti pia. Itakuwa labda ngozi inavimba, inakuwa nyekundu, unapata vipele, vidonda. Yes, ikienda zaidi. Yes. Kwa hiyo kuna mzio pia kwa ajili uliosababishwa na vichocheo vya chakula. Hapo unaongelea labda watu ambao wanakuwa na allergy na samaki, wengine wanakuwa na allergy na aina fulani ya labda mayai, yes, karanga. Kwa hao wakila na dalili zinakuwa hivyo za mfumo wa chakula. Kwa mtu anaharisha, anatapika, tumbo linauma, yes. Kuna allergy pia ya sasa kuna allergy, yes. Kwa hiyo kulingana na vichocheo na aina ya mfumo wa mwili ambao umekuwa umeathirika, kwa dalili zinaenda hivyo. Nikishajigundua kwamba mimi labda nina allergy. Yes. ya labda inawezekana hali ya hewa, kitu ambacho hakikwepeki. Mimi niko Manyara. Labda hali ya baridi mimi inaniletea changamoto kidogo. Napata allergy vya hapa na pale, vimafua, vikauki na vitu vingine kama hivyo. Nini natakiwa kufanya? Sasa kwa mtu mwenye allergy ambayo haipukiki, mfano sasa ni hali ya hewa, hapo inakuwa ni changamoto, lakini jaribu kutengeneza mazingira ambayo afadhali unabadilisha mazingira kidogo. Labda ndio hiyo kuvaa barakoa kwa ajili labda vumbi, una allergy na vumbi, au tafuta kufanya shughuli ambazo hazikuhusishi sana na hayo mazingira. Yes. Lakini pia sasa kama umeshindwa kabisa kuepuka, ndio hizo kuna dawa za allergy ambazo unatakiwa ziwe standby unazo. Kama kama nimekusikia vizuri kwamba nikija nikipima mnaweza mkagundua kama na allergy na kitu fulani. Yes. Kwa hiyo mkishagundua ni kwamba mnanipatia dose ama dawa ya kuweza kutumia, na hapo napotumia ni ili niondoe ile allergy ama ni kitu tu endelevu natakiwa niwe nakitumia? Kiukweli allergy ni ugonjwa ambao ni endelevu. Tiba kabisa, epuka vichocheo. Lakini kuna jinsi ambavyo ukienda hospitali, kwa sababu pia ni ngumu kugundua allergy kwa sababu ya utaalamu na nini. Kwa hiyo ukiwa unaona una mabadiliko ya mwili ambao huyaelewi, ukienda hospitali, kutokana na historia yako, kwa daktari ataongea na wewe vizuri, vipimo vingine vitafanyika, ikigundulika na una allergy. Kwa hiyo kitu ambacho kitafanyika ni kwamba utaambiwa epuke vichocheo. Kwa hiyo daktari ataongea na wewe, atajua labda kuna kichocheo fulani ambacho kinasababisha.
Kwa dawa ya allergy ni kuepuka vichocheo. Lakini sasa ukija na madhara tiale, labda ngozi imevimba, au labda una vipele, sasa hizo ni madhara ambayo sasa hapo uko exposed tayari na allergy. Kwa kuna dawa ambazo unaweza ukapewa ili hayo madhara yaishe, lakini sio kwamba dawa unazopewa ni kwamba usipate tena, kwamba once ukiwa exposed na hivyo vitu kwamba usipate tena. Kwa kuna dawa ambazo unapewa kusababisha reaction inayotokea sasa hivi kwenye mwili ipungue. Yes, dawa zipo.